habari ya kuhitaji nguvu ya Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste yenyewe, mambo gani yalitokea? Tokea mwanzo wa kanisa na hadi sasa, siku hiyo ya Pentekoste wakiwa wamekaa ndani, wamejifungia, mitume walikuwa wanasali, ghafla ukaja upepo, uvumi kutoka mbinguni ukaijaza ile nyumba waliokuwamo, na baadaye zikatokea ndimi za moto kwa kila mmoja alikuwepo pale. Ghafla wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali. Katika kuweza kunena kwa lugha mbalimbali ilikuwa ni hivi: waliokuwa mle ndani asilimia kubwa walikuwa ni mitume wa Yesu Kristo waliokuwa kutoka maeneo ya Galilaya, na watu wengine wachache ambao walikuwa pale Yerusalemu. Walipoanza kunena, kwa sababu Yerusalemu ilikuwa imejaa watu wengi sana kutoka maeneo mbalimbali, kwa sababu ilikuwa ni sherehe, wakajikuta watu kutoka maeneo ya Mesopotamia ambao sasa hivi ni nchi ya Iraki wanawasikia hawa wakitamka maneno kupitia lugha ya watu wa Iraki. Watu wengine kutoka bara la Asia, Wahindi, wakashangaa wanazungumza lugha ya Wahindi, watu ambao ni Waarabu, wakasikia pia hao wazee wanatamka lugha yao. Ndipo wakasema matendo makuu ya Mwenyezi Mungu haya.